I share Joel 2:28 nashiriki katika kitabu cha Yoeli 2:28 and the book of Acts chapter 2. na katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. We are still pursuing the Pentecost. Tungali tunafuatia Pentecoste. Joel 2:28. Katika Yoeli 2:28 The Bible says, Biblia inasema, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Acts chapter 2, the Bible says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. My topic today is the Holy Spirit is the spirit of revival. Ujumbe wangu leo ni kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa uvuvio. The Holy Spirit is the spirit of revival. Roho Mtakatifu ni roho ya uvuvio. Revival, uvuvio, is to give life ni kupeana uzima again tena, where life was lost, ambapo uzima au uhai ilipotea, where hope was lost, ambapo tumaini ilipotea, where potential was lost, ambapo nguvu ilipotea, where dreams was lost, ambapo ndoto or ilipotea, where vision was lost. ambapo maono yalipotea. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is a spirit of ni revival. roho ya uvuvio. He gives life again. Anapeana uzima tena, He resuscitates. anapulizia, He resurrects. anavuvua, He gives life again. anapeana uzima tena. That's why we have read the book of Joel. Kwa hiyo tumesoma katika kitabu ya Yoeli. Joel is a book of restoration. Kitabu ya Yoeli ni kitabu cha urejesho. Restoration. Urejesho, To bring back to the original state. kurejesha tena makuleta mahali pake pa kwanza. That which was destroyed. Kilichoharibika, That which was broken. kilichovunjika, That which had failed. kilichoshindwa, That which had been deserted. kilichoachwa, To bring it back to the original state. kuleta tena kwa mahali pake pa kwanza. That is the meaning of restoration. Hiyo ni maana yake urejesho. The book of Joel, Katika kitabu ya Yoeli and in the book of Joel, na katika kitabu ya the Yoeli, major player of restoration hali kubwa ama mwenye kuchangia urejesho is the Holy Spirit. ni Roho Mtakatifu. That's why God tells them, Kwa hiyo Mungu awaambia afterwards, baadaye, after everything has failed, baada ya kila kitu kukoma, after everything did not succeed, baada ya kila kitu kukosa kufaulu, after everything collapsed, baada ya kila kitu kuanguka, hope died, tumaini dreams likafa, died, neema ikafa, expectations were cut, matumaini yakakataliwa mbali, potentials failed, hali ya matumaini ikakata, frustrations. hali ya kuvunjika moyo. After all this, Baada ya haya yote, afterwards, baadaye I will pour out my spirit nitamimina roho wangu upon all flesh. kwa wote wenye mwili, Because the Holy Spirit maana Roho Mtakatifu is the major player ni mwenye kuchangia in restoration. urejesho. Somebody say amen. Mtu asema amen. And we receive the Holy Spirit Tunapokea Roho Mtakatifu because in the day of Pentecost, maana katika siku ya he Pentekoste was released officially. aliachiliwa And kirasmi, any man that is willing, na mtu yeyote atakaye, any man that is ready, yeyote aliye tayari, opening up themselves, akijifungua they mwenyewe, will receive this Spirit watapokea huyu Roho so that they may be restored, ili warejeshwe, so that they may be revived. ili wafuviwe. Somebody clap to the King of Tumpigie Kings mfalme wa and wafalme, give him praise today. mpe sifa leo. The story of the gospel, Hadithi ya Injili it starts with our Lord Jesus inaanza na Bwana wetu Yesu being born from a very humble background akisaliwa katika msingi ya maskini, with humble family, and familia ya chini, a setup that was confused. hali ya mchanganyiko ama iliyo hali ya kuchanganyikiwa. He grew up in a very humble way, Akakuwa katika hali ya unyenyekevu, very simple lifestyle, kwa maisha iliyo ya chini sana, not with abundance, sina utele, not in excess anywhere, sina mambo yote ya wingi, just a background misingi tu
that I think most of us are above that background. ambapo wengi wetu tuko zaidi ya hiyo. And the Bible tells us Na Biblia inatuambia that when he grew up, wakati alipokuwa he went to be baptized alienda kupatizwa by one John the Baptist. na mmoja aitwaye Yohana And Mbatizaji. as he was baptized, Akipatizwa, the Holy Spirit came on him Roho Mtakatifu akaja juu and yake stayed in him. na akakaa kwake. Then after baptism, Baada ya upatizo he went around in akatembea a place called Galilee. kwa maeneo inaitwa Galilaya. Galilee is a homestead, Galilaya ni nyumbani, a village ni kijiji of fishermen, ya wavuvi, uneducated men, watu wasiosoma, poor men. maskini. It's a village. Ni kijiji, A village that is so village. ni kijiji hapana, ni kijiji kweli. Village, I think all of us are coming from villages that is better than Galilee. Naamini kwamba sisi wote tunatoka kwa vijiji ambao ni bora kushinda Galilaya. People are not educated. Watu hawajasoma, People don't go to school. watu hawaendi We shule, don't have leaders who are coming from there. hawana viongozi watoka huko, Nothing good was coming from there. hakuna chema kilichotoka huko, And he picked the least na wakachukua walio chini of the inhabitants of Galilee. wakaaji wa He Galilaya. went to a very low area Alienda kwa eneo ya chini where sana everybody is low. ambapo kila mtu ni Then he chini, picked the least na akachukua aliye chini sana of these low people. kwa watu walio chini, People that their lives did not have any meaning. watu ambao maisha yao haiko na maana In yoyote. fact, they used to speak with accent Asua wangeongea na adhari fulani ya dini, because they were unschooled. maana hawakusoma, And he began to teach them. na akaanza kuwafundisha, He began to speak with them. akaanza kuongea nao, He began to raise them up. akaanza kuwainua juu, He began to impart them. akaanza kuwapa adhari fulani. For 3 good years, Kwa miaka he mitatu was walking with them, alitembea nao, moving with them, akitembea nao, teaching them, akiwafundisha, showing them. akiwaonyesha. Then at the end of the 3rd year, Na baada ya mwisho wa mwaka tatu he moved with them into a capital city. akaenda kwenye mji mkuu, From the village kutoka kijiji of villages ya vijiji into a capital city hadi kwenye mji mkuu that is called Jerusalem, ambao inaitwa Yerusalemu, where they were people ambapo kulikuwa na watu that were exposed ambapo wamesoma to other nations. na majua They mataifa were mengine. people there Kulikuwa na watu who huko were educated, ambao wamesoma, businessmen, wanabiashara, professionals, watu wa taaluma mbalimbali, very wealthy people, watu matajiri, governmental leaders. watu viongozi wa They kwa were serikali. kings there, Kulikuwa na wafalme huko, governors, watu wasimamizi, Roman Empire wasimamizi wa Rumi, representatives were there. wawakilishi walikuwa huko. The villagers joined these people, Watu wa kijiji wakaungana na watu wale and they were there na wakawa pale together with their Lord. pamoja na Bwana wao For only few days, kwa siku chache tu. Jesus did not stay in Jerusalem for many years. Yesu akukaa Yerusalemu For kwa only miaka few mingi. days. Kwa siku He chache had just introduced them to the city. alikuwa amewatambulisha kwenye mji, They were surprised walishangaa as they were entering the city. wakiingia kwenye mji, People were singing Hosanna, Hosanna. watu wanaimba hosana And when hosana. they settled in the city, Walipokaa kwenye mji, after a few days, baada ya siku chache, their master, bwana wao, their teacher, mwalimu wao, their mentor ule their leader kiongozi wao was arrested. akashikwa, Then he was killed. akauawa. They could not run back to the village Hawangerudi kwenye kijiji because they did not have any means. maana hawakuwa na namna. They waited for 3 days. Walikaa siku Then tatu their man rose again na mtu wao akafufuka tena, and spoke with them akaongea nao for 40 days. kwa siku 40. After those 40 days, Baada ya hizo siku he 40 told them, now I akawafundisha, am going for good. sasa naondoka kabisa, I will not be with you here in town. sitakuwa hapa na nyinyi mjini, I am going to be away. taondoka, You will be in this town by yourself. mtakuwa mjini peke You yenu, will survive. mtakaa, You will learn how to get food. mtajifunza jinsi ya There kupata was no chakula. fishing in Jerusalem. Hakukuwa na uvuvi Yerusalemu, There was no carpentry for them. hakukuwa na uhali ya You will useremala. learn to survive in this new environment Unajifunza tu kuishi hapo just by yourself. wewe mwenyewe. But I want you Nataka wewe to tarry here. mukae hapa, Don't live here. usiondoke hapa, Don't spread abroad. msitawanyike, Don't go back to your village. usirudi kijijini. I want you to stay here Nataka mukae hapa because I am sending you maana watumia another helper, msaidizi the mwingine, Holy Spirit. Roho I have Mtakatifu. helped you to Nimewasaidia stay in this town, kukaa kwa but I am sending you another lakini helper nawatumia msaidizi that will mwingine also help you to atakayewasaidia stay in this town. kukaa mjini. There are people who have gone to Nairobi Kuna watu wameenda Nairobi or they have gone to some towns ama wameenda kwa miji mingine and stayed with their relatives, na kukaa na watu wa jamaa and then things happen na mambo yakafanyika, and
the relatives cannot manage. na watu wa jamaa hawawezi You kusaidia. can understand the situation of these fishermen. Unaweza elewa hali ya wavuvi hawa. They were told, Waliambiwa, just stay here kaeni hapa and I will send you nami nitawatumia another helper, saidizi the mwingine, Holy Spirit. Roho They Mtakatifu. did not have any option. Hawakuwa na chaguo. The villagers, Watu wa kijiji just by themselves, peke yao, without anybody of the city, bila mtu yeyote mjini, surprising everybody. akishangaza kila mtu. Everybody were wondering, Kila mtu what alishangaa, are these villagers doing here? au watu wa kijiji wanafanya nini hapa? They went into an upper room. Wakaenda kwenye chumba cha juu. And one day, Siku moja the Holy Spirit came down Roho Mtakatifu akashuka upon these villagers. juu ya watu wa kijiji. And when the Holy Spirit came Roho down, Mtakatifu there aliposhuka, was a lot of noise. kulikuwa na kelele nyingi, Then the town dwellers came, na wakaaji wa mji wakaja, people from different nations, watu kutoka kila taifa, professionals, watu wa taaluma mbalimbali, rulers, watawala, businessmen. watu wa biashara, They came to see what is happening walikuja kuona nini with kinatendeka. these villagers. Na watu wa They kijiji had these villagers walisikia hawa wanakijiji speaking in tongues, wakinena kwa ndimi, and everybody na kila mtu heard them speaking their language. alisikia akiongea lugha yake. The Romans heard them Warumi walisikia speaking in Rome. wakiongea Kirumi. The Greeks heard them Wayunani walisikia speaking in Greek. wakiongea Kiyunani. Everybody from whatever nation, Kila mtu kutoka taifa yeyote, the tongue of the learned, ndimi ya wasomi. they were surprised. Walishangaa, These people have not gone to school, watu hawa hawajaenda but they shule, are speaking international language. lakini wanaongea lugha ya They are kimataifa, addressing us internationally. wanatuongelesha kama kimataifa. What has happened to them? Nini And imewatendekea? this is the story Na hii ndio hadithi of the Holy Spirit ya Roho that Mtakatifu happened in their lives. iliyofanyika maishani May you mwao. receive Upokee the Holy Spirit Roho in Mtakatifu the mighty name of katika Jesus jina la Yesu, that will enable you atakaye to kuwezesha survive kuishi in your environment. katika mazingira In yako, Jesus' mighty name. katika jina kuu la Whatever Yesu. environment Kwa eneo lote ya that they have mazingira placed you, ambao wamekuweka, may you receive pokea the Holy Spirit Roho to Mtakatifu survive in that environment. uishi katika mazingira Somebody haya. clap to the King of Kings and give him Tumpigie praise. Bwana makofi, mpe shangwe. They began to survive in that environment. Wakaanza kuishi katika mazingira haya. They would speak French to the Frenchmen. Wangeongea hali ya French na watu wa French. They would speak English to the Englishmen. Waliongea Kiingereza na watu wa They Waingereza. spoke science to the scientists. Waliongea kisayansi na watu wa They sayansi. spoke sociology to the sociologists. Waliongea kisosiolojia pamoja na watu wa sosiolojia. Psychology to the psychologists. Na watu wanaosoma akili na kwa wale wote ambao wanafanya Suddenly akili. these people were empowered Kikafla hao watu wametiwa to nguvu survive in that environment kuishi katika mazingira haya because of the Holy Spirit. kwa sababu ya Roho May you Mtakatifu. receive the Holy Spirit. Pokea Roho The Mtakatifu. Holy Spirit to help you Roho Mtakatifu in akusaidie any environment kwa kila mazingira that God has placed you. ambayo Mungu In the amekuweka, mighty name of Jesus, katika jina kuu la somebody Yesu. clap to the King of Kings. Tupigie Bwana Somebody makofi, give him praise. pe sifa. I say the Holy Spirit Nilisema Roho Mtakatifu is the spirit of revival. ni roho ya uvuvio. These people, Hao watu they were carrying something in them, walibeba kitu ndani yao, something of greatness, kitu cha ukuu, something international, kitu cha kimataifa, something that was powerful. kitu kenye nguvu sana, But they had a lot of disadvantage lakini walikuwa na upungufu mwingi because of where they were coming from. kwa sababu mahali palitoka. They did not access the modern education. Hawakupata masomo ya kisasa, They were not access to resources for economic empowerment. hawakupata mapato ili wajiendeleze They kiuchumi. came from poverty, Walitoka kwa therefore umaskini, they were poor. kwa hiyo walikuwa They maskini. came from illiteracy, Walitoka kutosoma, therefore they were illiterate. hawakusoma. They came from obscurity, Walitoka mahali therefore kusikojulikana, they were obscure. kwa hiyo They hawakujulikana, were so disadvantaged, walipungukiwa sana, but there was something in them. lakini kulikuwa na kitu ndani yao. Sometimes you look at people Wakati mwingine unaona watu and you think that they are foolish, na unafikiri ni or you wajinga think that they are poor, ama ni maskini or you think that they are unlearned. ama hawajasoma. Sometimes Wakati it mwingine is because ni kwa sababu they have not gotten opportunity, hawajapata fursa, but they can do better wanaweza fanya zaidi than most people. kushinda watu These wengine. were these Galilean villagers. Hivi ni watu wa Galilaya, They were
loaded, walikuwa wamejawa, yet without exposure, lakini hawajatembea, and without na opportunity, bila fursa, and without na access. bila I kufikia. pray for somebody Naombea here mtu hapa that you are loaded, kwamba umejawa, you are carrying something unabeba kitu that this world needs, ambao ulimwengu that your unahitaji, family needs, ambao familia yako that the inahitaji, nation needs, taifa that linahitaji, the church needs, kanisa but linahitaji. you are not exposed, Haujatembea, that you have not accessed resources, haujapata that you mapato, do not have connection. hauna unganisho. I pray for you today. Na kuombea May you leo, receive the Holy Spirit pokea to Roho awaken Mtakatifu, that giant aamshe that you jitu are carrying inside yourself. ambao unabeba ndani In yako, Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Clap to the King of Kings and give him praise. Pigia mfalme wa falme, mpe sifa. Something that is in you Kitu kilicho ndani yako that is better than what is there iliyo bora kushinda kilichoko here on earth, hapa duniani, but you cannot exercise it na huwezi kufanyisha kazi because of disadvantages of life. kwa sababu ya upungufu wa maisha, Maybe because of your marriage. pengine kwa sababu ya ndoa You have yako, been locked to obscurity. umewekwa kusichojulikana, Maybe because of your lack of education. pengine kwa kukosa You masomo, have been confined to that area. umefungiwa hapo, Maybe because you lack finances. pengine kwa sababu ya kukosa You pesa, cannot go higher. hawezi kwenda juu. The Holy Spirit Roho is Mtakatifu the Spirit ni roho that is going to unlock that ambaye thing atafungua kitu and hicho to explode you na kulipue to your next level. kwenye kiwango yako May ya you pili. receive him. Pokea May you yeye, receive him. mpokee, May you receive him. pokee. Even in the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. I speak today Naongea leo to every kwa potential kila uwezo that is in this house iliyo katika nyumba to hii, encounter kwa kila the kwa power of the Holy Spirit. kukutana na nguvu ya Roho Even in Mtakatifu Jesus' mighty name. katika jina kuu la That let Yesu. there be an explosion Uwe na mlipuko in every life kwa kila maisha that is in this place. iliyo hapa In the name of Jesus. katika jina la May Yesu. the great businessmen Watu wakuu wa and biashara, great businesswomen, wanawake wa may biashara they be awakened waimuke from their small businesses. kutoka kwa biashara yao ndogo Even in Jesus' mighty katika name. jina la Yesu. May the mighty professionals Watu wakuu wa be taaluma awakened today wainuliwe from their small careers kutokana na into the taaluma yao greatness ndogo, of their lives. ili wapate In ukuu wa maisha yao. Jesus' mighty name. Katika jina la May Yesu. big doors of your life Malango makubwa ya be maisha yako opened by the Holy Spirit. yafunguke na Roho In the mighty Mtakatifu. name of Jesus. Katika jina la Somebody Yesu. clap to the King of Kings and give him praise. Mtu mpigie Bwana makofi, mpe The Holy sifa. Spirit Roho is Mtakatifu, the spirit of revival. roho ya uvuvio, He goes deeper in you anaenda ndani yako and searches the deposits of God na kutafuta maegezo ya Mungu that has been positioned inside of you. yaliyowekwa ndani yako, Riches hidden in secret places of your life utajiri uliofichwa sirini maishani mwako, that nobody can access. ambapo hakuna mtu awezaye He kufikia. goes deep there, Anaenda ndani huko find them, na anazipata, unlock them, anafungua and unlock you na into kukufungua your destiny. kwenye hatima May yako. the Holy Spirit Roho Mtakatifu unlock somebody here afungue mtu hapa into their destiny. kwenye hatima In yake. Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Somebody celebrate the King of Kings. tumsherekea Give mfalme him wa falme. praise in this church today. Mpe sifa katika Hey, kanisa. somebody give him praise. I want you sifa. to clap your hands to him. Nataka mpige makofi, Give him a clap offering. mpe makofi. The Holy Spirit Roho Mtakatifu has that capacity. ana uwezo huo, The capacity uwezo to discover ya kugundua the great things ile mambo makuu in our children, katika watoto the wetu, great things mambo makuu in our parents, kwa wazazi the wetu, great things mambo makuu in our families. kwa familia He zetu. has that capacity Ana uwezo to huo find them ya kuzipata and unlock them na kufungua and put them into use na kutumia in the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. Anywhere in life Popote maishani that people have stagnated, ambapo watu wamekwama, they had been designed for greatness, wameumbwa kwa ukuu, but the situation of the life lakini hali ya maisha has struck them imewapiga and they are now living in a life na sasa wanaishi maisha that is lower than the expectation ambao of ni God. chini ya matarajio ya You are Mungu. living below par, Unaishi chini ya kiwango, down beneath that which God intended. chini ya kile Mungu alikusudia. You have stagnated. Umekwama, You have stopped moving on in life. umekoma kuendelea maishani. You cannot become Hauwezi kukua that which you are supposed to become kile unastahili kuwa, because you don't have natural and humanly abilities to get there. maana hauna uwezo wa kibinadamu kufika The huko. Holy Spirit
Roho Mtakatifu will touch that part atagusa hapo and cause a revival na kufanya and uvuvio destroy the stagnation, na kuharibu and you kukwama, shall begin to move again taanza kutembea into tena your destiny. kwenye hatima In the yako. mighty name of Katika Jesus, jina la Yesu. I pray for you today. Nakuombea May leo the Holy Spirit Roho Mtakatifu destroy that stagnation haribu kukwama, and cause a movement once again fanya mwondoko tena into your life, kwenye maisha yako, into your destiny. kwenye hatima In yako. Jesus' mighty Katika name, jina kuu la somebody Yesu. clap to the King of Kings. Pigie Bwana mfalme wa Give him falme, praise. mpe sifa, Give him mpe praise. sifa. You are to run a big business, Ulikuwa uendeshe biashara kuu, very big business biashara kubwa sana of selling cars. ya kuuza magari, But now, because of the situation, lakini sasa kwa sababu ya you have hali found yourself umejikuta hawking some few toy cars unatembeza magari zile za watoto because machache, your exposure, maana hali yako ya kutembea, because your resources maana mapato yako can only afford that capital. inaweza fikisha tu kuanzisha You biashara don't hiyo. have the capital Hauna pesa ya kuanzisha to do what God created you to do. kufanya kile Mungu alikuumba May the ufanye. Holy Spirit Roho Mtakatifu touch that ground, aguze touch that life, aguze maisha hiyo, touch that level, aguze kiwango and hiyo, awaken you today Amushe leo. from that stagnation, Toka kukwama that you huko. may rise up ili uinuke to your fullest. kwenye ukuu wako. In Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Hey, somebody clap to the King of Kings Tupige here. mfalme wa Give him falme. praise today. Mpe sifa leo. You know, as you journey in life, Unaposafiri maishani, you come into a place unafika mahali where your parents cannot help you, ambapo wazazi wako hawezi your kukusaidia, relatives cannot help you, watu wa jamii hawezi your kukusaidia, education is not enough, masomo haitoshi, you don't have money. hauna pesa, Yet you know deep inside of hali you unajua ndani yako that kabisa there is a great thing there kuna kitu kikuu huko that I'm supposed to do. ambapo nastahili kufanya: Better business, biashara bora, better job, kazi bora, better career, karia bora, better opportunity. fursa iliyo But I bora, don't have the power lakini sina to nguvu get there. ya kufika What huko. I am doing here, Kile nafanya hapa, I am doing it nafanya because I don't have otherwise. maana sina mbadala. The Holy Spirit, Roho the Mtakatifu Spirit of revival, ni roho ya shall uvuvio, touch you today Atakugusa in the mighty name of Jesus, katika jina la and He shall awaken you, atakuamsha, and that engine of your life na hiyo injini ya shall maisha yako begin to roar again taanza in kuguruma the tena. mighty name of Jesus. Katika jina la And Yesu. there shall be a movement, Kutakuwa na mondoko, a movement in your life, mondoko maishani mwako, into your level, kwenye kiwango yako, into your destiny, kwenye hatima yako, into your position, kwenye nafasi yako, into your place. kwenye mahali If you pako. believe me, clap to the King of Kings. Kama unaamini, Give him pigia praise mfalme wa falme in the makofi. mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Somebody say amen. Tuasema amen. You know, there are so many people Unajua kuna watu wengi that have been arrested by life, ambao wameshikwa na maisha, not in the place where they are supposed to be. hawako mahali ambapo wanastahili You kuwa. have been arrested. Umeshikwa, You cannot do what you know in your heart that Wezi- God called you to do. uweze kufanya kile unajua moyoni mwako Mungu You alikuita have been ufanye. arrested in poverty. Umeshikwa na umaskini, You've been arrested in a small job. umeshikwa kwa kazi You ndogo, have been arrested before marriage. umeshikwa kabla ya ndoa, You cannot walk into your marriage. huwezi kuingia kwa ndoa You've yako. been arrested before you complete your school. Umeshikwa kabla umalize You shule, just came to Form 4 ulifika kidato cha 4 and things stopped there. na mambo yakakwama, You don't have money to continue. hauna pesa You kuendelea, have been arrested there. umeshikwa huko. You have been arrested in a place called unemployment. Umeshikwa kutoka eneo inaitwa You kutoajiriwa. have been arrested Umeshikwa in some mediocrity. katika hali ya kiwango ya chini. You have been arrested Umeshikwa in some unkind situation. kwa maeneo mabaya. I pray for you. Na kuombea, I pray for you. na kuombea, I pray for you. na kuombea. I pray for the Holy Spirit. Naombea Roho I Mtakatifu. pray for the Holy Spirit. Naomba Roho Mtakatifu. The Holy Spirit Roho Mtakatifu. to bring a revival. Leta uvuvio. The Holy Spirit Roho Mtakatifu. to bring an awakening. Alete The kuamsha. Holy Spirit Roho to Mtakatifu. release a new energy. Achilie nguvu The mpya. Holy Spirit Roho to Mtakatifu. reignite you Kukuamsha. even in the mighty name Katika of jina la Jesus, Yesu. that you may arise ili uinuke into your place. kwenye maeneo In yako. Jesus' mighty Katika jina la name. Yesu. Clap to the King of Kings. Ndiye mfalme wa Give him falme. praise Mpe today. sifa leo. Give him praise Mpe today. sifa leo. That God's intention, Kusudio la Mungu you work in a bigger organization, unafanya kwa katika taasisi kubwa, but you are working somewhere lakini unafanya mahali as an untrained person. kama mtu asiyefunzwa. There are teachers here. Kuna walimu hapa, You are supposed to be in TSC, unastahili kuwa kwenye but you TSC, have been trapped somewhere lakini umeshikwa mahali in a BOM something.
katika BOM kitu There are fulani. doctors here. Kuna madaktari hapa. You are supposed to be somewhere. Unastahili kuwa But mahali you have been mahali. trapped somewhere. Lakini umeshikwa You are mahali. not operating it. Au uendelei. I pray for people. Naombea watu. I pray for revival. Naombea I ufufio. pray for an awakening. Naombea I kuamshwa. pray for the power of the Lord. Naomba nguvu ya I Bwana. pray for the movement of the Kwa Lord. mwondoko wa In Bwana. the mighty name of Katika Jesus, jina la Yesu. may the Holy Spirit Roho Mtakatifu move you now akuondoshe into the next level. kwenye kiwango May kingine. the Holy Spirit Roho Mtakatifu accelerate you now akuendeshe kazi into your next level. kwenye kiwango ya May the pili. Holy Spirit Roho Mtakatifu drive you now akuendeshe into your next level. kwenye kiwango ya In the pili. mighty name of Katika jina Jesus, kuu la Yesu. that potential in Hiyo you, nguvu yako may it be struck iamushwe by the power of the Holy Spirit nguvu ya Roho to Mtakatifu. explode up Ilipuke into juu. your destiny. Kwenye hatima yako. Somebody clap to him. Tupigie Bwana Give him makofi. praise. Mpe sifa. Give him praise. Mpe sifa. Give him praise. Mpe sifa. Give him Mpe praise. sifa. You are doing a work Unafanya kazi that you did not learn to do. ambao haukujifunza kufanya. Because the work that you studied, Maana kazi ile ulisomea you cannot have it. hauwezi kupata. Therefore, you are doing some other work Kwa hiyo unafanya kazi nyingine that you have just found it. ambao ulipata tu. Because you don't have anybody Maana huna mtu to yeyote pull you up akuinue juu. to where you are supposed to Penye be. unastahili kuwa. May you receive the Holy Pokea Spirit. Roho Mtakatifu. Receive that power today Pokea hiyo nguvu to leo. raise you up. Akuinue. Raise you up. Akuinue. Raise you up Akuinue. to your place, Kwenye maeneo to yako. your job. Kwa kazi Even yako. in Jesus' mighty name. Katika jina Hey, kuu la somebody clap to the King of Kings. Pigie mfalme Somebody wa give him wafalme. praise today. Mpe sifa leo. I was somewhere Nilikuwa mahali and I was making my hair, nilikuwa natengeneza nywele and the people who were working there, na watu wanaofanya huko I heard them speaking nikasikia to wakiongea one another. wakiongeleshana. Some of them have bachelor's degrees. Wengine wana shahada ya degree, Some of them are educated than me, wengine wamesoma kunishinda, but they were doing my hair, lakini wananitengenezea and nywele. they started having a conversation Wakawa na mjadala, that, you know, wakasema unajua, in this Kenya nowadays, katika Kenya hii siku hizi you can't get the job huwezi pata kazi unless you have somebody. isipokuwa uwe na mtu. Now look at me. Sasa niangalie, Somebody say try the county. akasema kwenye kaunti The other one say kwanza hiyo ndio mbaya sana. You have to know somebody, you have to have money. hata kwenye kaunti lazima ujue mtu na uwe na And I pesa. discovered these people, Nikagundua hawa watu they have been trapped. wameshikwa, They are stuck wamekwama in the job katika kazi for survival, kwa ajili ya mapato, yet in their education hali katika masomo they are yao supposed to be doing something, wanastahili kufanya kitu, but they don't have lakini resources. hawana mapato. I pray for you somebody. Na kuombea mtu, May the Lord pour his spirit Bwana amwage roho wake to lift you up akuinue into your level. kwenye kiwango Hey, yako. may the Lord pour his spirit Bwana amwage roho to wake lift you up akuinue into your level. kwenye kiwango yako. Even in the mighty name Katika of jina kuu la Jesus. Yesu. Somebody clap to him. Tumpigie Bwana Somebody makofi. give him praise. Mpe sifa. In the mighty name of Katika jina Jesus. kuu la Yesu. That is a spirit of revival. Kuna roho ya uvuvio, The Holy Spirit. Roho Mtakatifu He comes to where we are dead, anakuja penye tumekufa, where our hopes are dead. penye matumaini yetu We yamekufa, have given up penye tumekata tamaa concerning some areas of our life. kuhusu eneo fulani ya maisha yetu. There are some people, Kuna watu they have given up. wamekata tamaa, They are dead wamekufa in some areas of their kwa lives. eneo fulani ya There maisha are yao. some people, Kuna watu they have given up wamekata tamaa concerning getting children. kuhusu kupata watoto. There are some people, Kuna watu they have given up wamekata tamaa concerning getting married. kuhusu kuolewa. There are some people Kuna watu who have given up ambao wamekata tamaa concerning going to college. kuhusu kwenda kwenye chuo. There are some people Kuna who watu have given up wamekata tamaa concerning getting a job. kuhusu kupata You kazi. know, there are people who are doing business Unajua kuna watu wanafanya not biashara because they want to do it, si kwa sababu wanataka kufanya, because they have given up lakini wamekata tamaa concerning getting a job. kuhusu kupata kazi. The Holy Spirit Roho is Mtakatifu, a spirit of revival. roho ya He uvuvio, comes to that place anakuja hapo where that hope is dead ambapo tumaini hilo and bring a limekufa resurrection, na kuleta uvuvio. brings a revival. Leta uvuvio. I pray for you today. Nakuombea leo. May you receive Upokee the Holy Spirit Roho in Mtakatifu. that area of your life Kwa eneo hilo where maisha it is dead, penye imekufa, where you have given up, penye umekata where tamaa, you have surrendered. penye umekata May you tamaa. receive Pokea the Holy Spirit Roho to Mtakatifu revive you akuvuvio even in that area. katika jina la In the Yesu. mighty name of Jesus, Katika jina la that Yesu. you shall begin to Utaanza go into that area kwenda kwa eneo of hiyo your destiny ya hatima in yako. Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Somebody clap to the King of Mtu Kings. aseme shangilia Bwana, Give him praise. mpe sifa. Somebody had stayed for long without getting married, Mtu amekaa kwa muda bila kuolewa, and this somebody had been blessed with 4 children na huyu mtu alibarikiwa na watoto 4 before getting married, kabla ya kuolewa, and the 4 children, na watoto 4 she was blessed from four directions, kutoka maeneo 4, and
She had given up. alikuwa amekata tamaa. And then one day, Na siku moja a good man, mtu mzuri, very good man, mtu mzuri sana comes to this lady akaja kwa huyu and dada, proposes marriage. akaomba, akamuuliza kumwoa. This lady runs away. Huyu dada akatoroka. I say, Pastor, Akasema, mchungaji, that one must be a devil. hiyo ni lazima ni shetani. That one must be a devil. Huyo lazima ni How can shetani. someone marry me Mtu anawezaje kunioa in my current state? kwa hali yangu ya sasa? Because this lady Maana huyu dada did not know hakujua about the Holy Spirit. kuhusu Roho It is Mtakatifu, a spirit of ni revival roho ya ufufio that visit people anayetembelea in watu the areas that they died kwa eneo and walikufa give them life. na kuwapa I uzima. pray today, Naomba leo may the Holy Spirit Roho Mtakatifu fill your life ajaze maisha and yako visit your na life atembelee in maisha yako that area eneo hilo that is dead, ambayo imekufa, that dream, hiyo that ndoto, hope hiyo that tumaini is dead, ambayo and imekufa, cause you to live again afanye uishi in tena that particular area, eneo hilo. even in Jesus' mighty Katika name. jina kuu la Somebody clap to the King of Kings Tupigie and give him mfalme wa praise. falme Yeah. makofi. Hey, give him praise. Sifa. Your college life is dead. Maisha yako ya chuo imekufa. Your university life is dead. Maisha yako ya chuo kikuu imekufa. Your marriage life is dead. Maisha yako ya ndoa The imekufa. Holy Spirit, Roho a Mtakatifu spirit of ni revival. roho ya May uvuvio. you lift up your hands Inua mkono wako in your chair today katika kiti and chako receive leo. that Holy Spirit, Pokea huyo Roho the Mtakatifu, spirit of revival, roho ya to uvuvio, bring a revival alete uvuvio into your life kwenye maisha in yako that area. kwa eneo In hilo. the mighty name of Katika Jesus, jina kuu la the Yesu. Holy Spirit Roho Mtakatifu is not only sio tu for speaking in tongues, kunena kwa ndimi, it's not only sio tu for preaching, kwa but kuhubiri, the Holy Spirit lakini Roho is Mtakatifu for revival. ni uvuvio. May you be revived. Uvuviwe. May you be revived. Uvuviwe. May you be revived. Uvuviwe. May you live again. Uishi May tena. your life start again. Maisha yako yaanze Even in tena. Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Clap to him and celebrate him, church. Pigie makofi, Give him mshangilie. praise. Give him Pe- praise. pe- Give him praise. Pe sifa. That is the Holy Spirit, Huyo ni Roho a Mtakatifu, spirit of revival. roho ya uvuvio. There are some people Kuna watu that their doors of life ambao malango yao were maisha permanently closed, yamefungwa milele, cancelled. yamefutiliwa mbali, It is no longer there. haipo tena. I have a close person Na mtu wa karibu that the university door had been closed ambapo chuo kikuu ilikuwa imefungwa because of challenges. kwa sababu ya changamoto. This person discontinued Huyu mtu akakosa kuendelea kwenye chuo and kikuu stayed like almost 10 years na kakaa kama miaka 10 until the thing was removed from the records. hadi kitu chenyewe kilitolewa kwenye rekodi ya The huko. door had been closed. Mlango ulikuwa umefungwa. I called the person here. Nikamwita huyo mtu We hapa, prayed with the person kaomba na yeye, and we trusted God. kaamini Mungu. And then the person went to the college, Mtu akaenda kwenye chuo, went to apply to do all those things. akaenda kuomba na kufanya mambo They hayo. told this person, Wakamwambia huyo mtu, we are only giving you tunakupa tu just a small window mlango ama dirisha kidogo tu, continue from where you left. nafasi kuendelea kutoka penye uliwacha. You're only going to study Njia yako ya pekee ya kusoma, for only 3 semesters. usome semester 3. Revival. Uvuvio, Revival. uvuvio, Revival. uvuvio. God has a way of dealing with things even in the mighty name of Jesus. Mungu ana njia ya kushughulikia vitu katika jina la Yesu. Somebody clap to the King of Kings. Tupigie mfalme wa falme. Those who registered for masters here Wale waliojiandikisha kwa sababu ya shahada ya masters and you are not doing it, na hujapata, I speak revival. na nena uvuvio. PhD Watu wa PhD and you have been doing it. na umekuwa ukifanya. Indeed, it's a PhD. Kweli ni PhD. You know, PhD is a PhD. Unajua PhD ni PhD. You have done it for 15 years now. Fanya miaka 15 I sasa. speak revival. Anena uvuvio. Revival. Uvuvio. Revival. Uvuvio. In the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. Those who have stagnated Waliokwama in your place of work, kama eneo yako ya kazi, same salary, mshahara ule ule, same level, kiwango ile ile, only your age is growing. ni vile tu umri unaendelea. Somebody say amen. Tuasema amen. Hey, praise the Lord Jesus. Bwana Yesu You asifiwe. know, if you used to earn Kama ulikuwa unapata 50,000 50,000 before you got married, kabla uolewe, and then you got married ukaolewa, with your 50,000, hiyo the 50,000 50,000 is divided by 2 now. sasa 50,000 inagawanwa mara mbili, You and your spouse. wewe na mwenzako wa ndoa, Then you bless us ndipo unatubariki with 5 children. na watoto watano. Your 50,000 Hiyo is 50,000 divided by 7,000. inagawanwa na watu 7. Do you know now you are stagnant? Unajua vile umekwama, Officially, you are becoming poor.
kwa rasmi unakuwa I maskini. pray for somebody. Naombea mtu May you receive revival pata uvuvio in your earning, katika mshahara in your wako, workplace. katika maeneo yako ya May you kazi. receive that Pata revival, uvuvio even in the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. May your earning increase today. Mapato yako May your yaongezeke. salary increase today. Mshahara uongezeke. May your income increase today. Mapato yaongezeke. May everything be doubled, Kila kitu iongezeke mara mbili, tripled, mara tatu. even in Jesus' mighty Katika jina la name. Yesu. Somebody celebrate the King of Tumshangilie Kings. mfalme wa Give him wafalme. praise. Mpe sifa. There were people who were somewhere, Kulikuwa na watu waliokuwa mahali, but now they are nowhere. lakini sasa wako. They used to be rich, Walikuwa tajiri, now they are poor. sasa ni They maskini. used to be famous, Walikuwa now wanajulikana, nobody knows about them. siku hizi hawajulikani. They used to have influence, Walikuwa na athari kuu, now they have become nobody. sasa ni sio watu tena. You lost it. Ulipotezwa, Things went away. mambo yalipotea. You no longer have the money. Hauna You no pesa, longer have anything. hauna chochote. You have become a shell of yourself. Umejiona aibu, A shell of yourself. umejionea aibu, Umekuwa a shell of yourself. umekuwa tubu. Praise the Lord Jesus Bwana Christ. asifiwe. I pray today Naomba leo for the spirit of kwa revival ajili ya roho ya uvuvio touch you iguguze in that ground, katika msingi lift huo, you back akuinue to juu where you are. penye In unasukuka, the mighty name of katika jina la Jesus, Yesu. may you be revived Uvuviwe back to your original place. kwenye maeneo yako In ya Jesus' kwanza, mighty katika name. jina la Yesu. Somebody clap to the King of Tupigie Kings. mfalme wa wafalme. Hey, give him praise today. Tupe sifa leo. I pray for revival Naombea in uvuvio every areas of our kwa lives. kila eneo ya maisha In the yetu, mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. Marriages that are stagnant, Ndoa yaliyokwama, relationships that are stagnant, uhusiano uliokwama, education that are stagnant, masomo iliyokwama, opportunities that are stagnant, fursa iliyokwama, ministries that are huduma stagnant. iliyokwama. May you receive revival Pata uvuvio in the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. May you be awakened by the Holy Uamshwe Spirit na Roho in Mtakatifu. Jesus' mighty name. Katika Let jina us kuu la clap to Yesu. him. Let us celebrate him. Let us Tumshangilie. give him praises. Tumpe sifa. We give him praises.